tunataka kuhimiza wamama, vijana, kwa kila mtu kwamba ni vizuri uweze kuwa na kati ambayo itakusaidia wakati hata ukikooa usiende mbali. Hawa wa jamaa ambaye wanajiita wapinzani wa serikali hawana la kupatia wananchi, na hii ukweli lazima isemwe, kwa sababu ukiona kiongozi tabia yake ni kuinvite watu, yeye anatabiri mambo ya vita. Mimi hapa leo nataka kuuliza wakaaji wa hapa, kiongozi wa aina hiyo afai kuwa kiongozi hata ya kusimamia chairman ya DIP. Kongentereri mugambio ikaransire tegeti bono iga ekiagara na abwate chi budget isato akolana abwate budget yo mwaka yo 2025 abwate budget ya 2026 abwate budget ya gochaka 2027 bono gakitia ndakobori ngabuna chanda abwate CDF cho mwaka yo abwate chi mwaka onde abwake cho mwaka orionde bono gaki no chake komongentereri mapema iga okongentereri kwa gotika goche gochi 2027. Maneno ya afya, Mheshimiwa Rais amerekebisha, ameamua kuweka kila mtu katika ule mfumo wa SHA, na tunaambia watu wetu, nyinyi rejesta katika SHA ili tuweze kusaidia watu wetu. Ile maneno ya kilimo, yeye amepanga maneno ya kilimo yote. Sasa bei ya kahawa kutoka shilingi 50, bei ya kahawa sasa iko shilingi 140 mpaka 150. Maneno ya chai yamepanga, maneno ya sukari. Kenya hii tulikuwa tunaleta sukari kutoka nje. Mheshimiwa Rais akapanga reforms kule Western. Saa hii sukari inatoka hapa Kenya. We do not import even 1 ton of sugar from outside. So mimi naomba watu wetu tushirikiane. Sekta ya elimu vivyo hivyo. Yeye ameajiri walimu zaidi ya 76,000 ikiwemo hapa Nyaribari chache. Yeye madarasa amejenga chini ya mwaka moja madarasa zaidi ya 22,000, 22,000 classes. 2007 2008 hakuna jamii haikuumia Kenya. Wakisii mliumia, hamkuumia? Mliumia. Watu wakapoteza maisha, biashara zikaharibiwa, manyumba za watu zikaharibiwa. Lakini wewe leo unasimama unatuambia ati ile ilikuwa ni dance ya Christmas party, tujitayarishe maafa zaidi mwaka wa 2027. We want to tell you, shetani wa maafa, shetani wa ukabila, shetani wa uchochezi, ashindwe asishindwe. Elewa agenda ya serikali tuliyopigia kura ya bottom up economic transformation agenda. Sababu agenda ya bottom up haikuwa ni mambo ya campaign. Tuliwaambia manyumba yatajengwa, mama mboga, kijana wa bodaboda ataishi kwa nyumba ya kifahari, nyumba kama hizo za affordable housing. Hiyo ndio ilikuwa agenda ya bottom up. Wakisii ni jamii yenye bidii, na sisi kama viongozi wa eneo hili tunafaa kushirikiana ili jamii ya Wakisii ipate manufaa ya serikali hii, kwa sababu lengo kubwa kama mpiga kura yeyote ni kufanyiwa kazi na serikali walioichagua. Kwa hivyo ningewasihi jamii ya Wakisii tushirikiane na viongozi ambao tuliwachagua kwa muda huu ili tukamilishe kazi ambayo ni ya muhimu zaidi.